tumekubali kwenda na mfumo wa kampuni ya Kazimile Enterprise Company Limited chini ya chapa yake maarufu ya Boneka. Nadhani nikisema Boneka kila mmoja anafahamu, ila sasa tunaposema Boneka tunamalizia tu ubora shambani, ladha mezani. Leo tumekusanyika hapa kwa lengo moja tu, kwa sababu siku za nyuma tulianzisha zaidi ya usajili kwa ajili basi ya pale ambapo tunaweza kushirikiana kuinua uchumi wa kijiji chetu kupitia kilimo na ufugaji. Sasa leo nimekuja kuwaelezea tu kutoa hotuba, kuwaelezea sisi ni nani na nini tunatakiwa kufanya nini kwa ajili ya uchumi wenu mtu mmoja mmoja, uchumi wa kijiji chetu na uchumi wa wilaya yetu. Kwa hiyo bila kupoteza muda, naomba basi tuanze session yetu. Tutakuwa na awamu mbili. Awamu cha kwanza cha wakulima wa mkataba Boneka. Boneka Agro Industrial Ecosystem. Ni leo tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mahali kauli mbiu ni Boneka, ubora shambani, ladha mezani. Dhamira, kilimo cha biashara kwa ajili ya kujenga uchumi wa kijiji. Utangulizi na dira ya Boneka. Ile gharama tunaichukua, tunaenda kukununulia tena mbegu za msimu unaofuata. Hivyo ndipo tulikuwa tunasema kwamba tunataka tuvunje ule mnyororo, ule mzunguko wa umaskini, kwa sababu mzunguko wa umaskini unasababishwa na ukosefu wa mtaji. Kwa hiyo sisi tunakuta zile mbegu inayozalishwa inarudi na kubaki kijijini ili kuinua uchumi wa wazalishaji wa tija. Dira yetu ni kuona kijiji chenye uzalishaji wa hali ya juu, wakulima wanaopata mafunzo rasmi, soko la uhakika na fursa za ajira kwa vijana kupitia thamani inayobaki kijijini. Tunataka fedha izunguke kijijini kabla haijaondoka. Kwa nini tumeanzisha kilimo cha mkataba? Mfumo wa zamani wa kilimo unakabiliwa na changamoto kubwa za kiutendaji na kiuchumi ambazo zimekuwa zikirejesha mkulima nyuma. Pembejeo duni, matumizi ya mbegu na mbolea zisizo na viwango na ushauri wa kitaalamu, uhaba wa taarifa, ukosefu wa elimu ya vipimo vya udongo na hali ya hewa na mbinu za kisasa. Hizo ndo changamoto ambazo zinawakabili. Uzalishaji mdogo, mavuno duni kwa kila ekari yanayopelekea hasara, kuyumba kwa soko, kuuza mazao ghafi kwa bei za hasara bila kuongeza thamani. Boneka inakuja kuondoa mzunguko huu hasi. Mkulima wa mkataba anapaswa kuanza msimu akiwa na majibu ya maswali haya sita ya kimkakati. Tunataka ufahamu, ninapanda nini? Kwa kiwango gani? Ninatumia teknolojia gani? Natarajia mavuno kiasi gani? Mteja wangu ni nani? Na mazao yangu yakitengeneza bidhaa gani ya kuwa na thamani kubwa zaidi? Hayo ndio majibu ambayo mkulima wa mkataba ambaye yuko ndani ya mfumo wa Boneka tunataka ayajibu. Hali ya usajili, anza rasmi na wakulima 140 wa kwanza waliokamilisha usajili. Kwanza, ubora wa huduma, ndipo ukubwa wa programu unafuata. Fama wenye msingi ifuatayo: kuheshimu na kutekeleza kalenda ya kilimo bila kukosa, kutumia pembejeo zilizoidhinishwa kitaalamu na kwa vipimo sahihi, kufuata miongozo ya kisayansi ya uzalishaji shambani, kutunza kumbukumbu sahihi za shamba na mchanganuo wa fedha, kuripoti changamoto za usumbufu wa wadudu au
magonjwa mapema, kulinda ubora wa mazao na kuona shamba kama biashara rasmi ya kisayansi, kuanzia maandalizi hadi uhifadhi. Tutaanza na mbegu bora, kwa Kiingereza wanasema certified seeds, maandalizi ya eneo na usahihi wa upandaji kati ya mche na mche. Tutapima afya ya udongo, pia tutatumia samadi na mbolea sahihi, kupanda kwa wakati, udhibiti wa magugu, wadudu na magonjwa, pamoja na kuvuna, kukausha na kuhifadhi kwa njia bora. Lengo kuu ni kubadili mtazamo kutoka nimelima ekari ngapi kwenda nimezalisha kilo au tani ngapi kwa ekari na kwa gharama gani. Kwa katika mfumo wetu hatusemi tu kwamba nimelima heka ngapi, lakini umevuna kiasi gani. Kwa majina naitwa Salome Makanda Mzee, mama wa Tanzania kana kwa jina hilo. Mimi kwenye semina hii iliyoisikiliza toka mwanzo mpaka mwisho imeniingia vizuri. Sasa sisi kama wakulima tunaomba tupewe mbegu, tupunguziwe bei. Mimi nina ekari moja, ninajikita nikipewa mbegu vizuri, nitaisimamia hekari yangu vizuri, na nikivuna hayo mahindi nitapanda tena alizeti kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na mafuta kunisaidia. Nikipata vizuri mengine nitaiuzia kampuni na bakiza chakula nyumbani na mafuta ya nyumbani. Kwa sababu mzunguko wa maskini unasababishwa na ukosefu wa mtaji. Kwa hiyo sisi tunakuta zile mbegu. Ni Jacobo, ni mkazi wa kijiji cha Salama, na pia najishughulisha hapa kwa kijiji cha Salama mambo ya kilimo. Tumeanza kulima zamani, tangu tulaliwe tumelima sana huku, kilimo ambacho cha kulima bila mipangilio, bila utaalamu kuelekezwa. Lakini tunashukuru kwa ajili ya Boneka hawa Kazimiri wamekuja kutuelekeza namna ya kilimo bora kwa ajili ya manufaa ya mimi binafsi pamoja na jamii yangu. Kwa mfano, tumeelekezwa namna ya kilimo ambacho ni cha sunflower ambao wanaita alizeti, namna ambavyo tutakuwa tunalima kwa kulingana na udongo ambavyo tutakavyokuwa, sababu utatusaidia kwa kupima na kuona kwamba hiki udongo una rutuba aina gani. Kwa hiyo naamini kwa namna hii tutapata mavuno mengi, kwa sababu mbegu itakuwa ni mbegu bora pamoja na wataalamu watakuwepo wa kutuelekeza katika kilimo hiki. Pia tutakuwa na kilimo ambacho ni cha mahindi, wameelekezwa kuwa na kilimo ambacho kinafuata utaalamu wa kupima, namna ya kupanda na namna pia kuandaa shamba. Hapo napo pia na namna kupata mbegu ambazo tumeshauriwa kwa namna fulani. Kuna mbegu ambazo ni za pundamilia nzuri kwa kiwango ambacho tunachotamani tulime tupate mazao mazuri, na pia kwa msimu ambao tunategemea kupata mvua wenyewe inaweza kuwa tunavumilia kwa hali mbalimbali, ili sisi lengo letu kijiji cha Salama tupate mavuno mengi na watu wajifunze kupitia hiki ambacho tumeanza kuvipokea kwa hawa wataalamu wa Kazimiri.